Na eneo la chama kimsingi lilikuwa limetengwa kama eneo la uwazi kwa ajili ya michezo. Sasa kilichotupatia utata zaidi ni mzabuni aliyepewa hii kazi ya kufanya shughuli za ujenzi hapa. Kwanza tunaamini hana kibali kwa sababu ofisi yangu haijawahi kupokea maombi ya kibali. Pili ni kuanza kuondosha majengo yaliyoko kwenye maeneo ya umma, kuyaondosha bila kufuata taratibu. Na hata wale tuliokuwa tunayatumia hatukuwa na taarifa za yeye kuyaondosha. Mheshimiwa, naomba nikuhakikishie kwamba hili eneo halijaombewa kibali cha ujenzi kwa ajili ya kujenga mradi wanaotaka kuweka hapa. Hili eneo kwa mujibu wa umiliki, anayemiliki hapa na mwenye hati ni Chama cha Mapinduzi. Anatakiwa kuomba ni mmiliki wa eneo. Kwa maana ndio tu kibali hujatoa. Mheshimiwa, hatujatoa kibali. Huyu aliyekwangua hapa amepata wapi hizo gati za kuvunja na kuanza kung'oa majengo, kung'oa vibali, kutengeneza, amepata hapa? Mheshimiwa, ndicho kilichotuleta hapa, na pamoja na kuja hapa siku tunagundua kwamba hii process inaendelea, mkurugenzi alimsimamisha kwamba usiendelee mpaka ufuate taratibu za mamlaka ya upangaji. Huu mgogoro upo na huu mgogoro ni mkubwa sana. Mimi kama kiongozi wa serikali ya mtaa, kile kinachofanyika sikijui. Pili, ikawa nalalamika kuhusu kuvunja majengo haya bila idhini. Hata mwenyekiti wa eneo sijui kwa nini alivunjwa, kwamba alipata wapi mamlaka kuvunja eneo la serikali. Hata mwenyekiti tu mimi nilalamika, mimi nimeishi humo, lakini kwa nini yamevunjwa bila utaratibu? Nilimfuata mtendaji na Teo hapa nikamuuliza kuna shida gani, kwa nini yavunjwe mazingira, mimi mwenyekiti eneo hata kuhusishwa. Mgogoro huu umeanza baada ya Chama cha Mapinduzi, Chama cha Mapinduzi kutaka kwanza kuwekeza hapa. Mgogoro ndio kaanza kwenye majengo yale yalipoanza kuondolewa. Lakini upande wa chama mimi siwezi kuongelea chama. Nafikiri wanaowekeza hapa ni chama, watakiwa wenyewe ndio waongelee huu mgogoro. Upande wa mgogoro huu mimi nilipoanza huu mgogoro tuliomba eneo liainishwe baina ya eneo la serikali na eneo la chama. Nafikiri wataalamu walifika hapa ndio kaonyesha huu mpaka unapoanzia. Na wakazuia kwamba kuendelea kuingia kubomoa majengo ya serikali miaache. Muendelea na zoezi lenu kwenye eneo la chama. Ndio maana mpaka sasa hivi walisimama kuendelea kubomoa, kuondoa maeneo ya serikali. Hapa tumekuja kama kamati ya fedha ya halmashauri. Hatujaja wajumbe kutoka kata ya Katoro wala kata yoyote. Ni halmashauri ya wilaya ya Geita. Na mgogoro huu umekuwepo tangia kwenye kamati ndogo ndogo. Umezungumzwa. Tafsiri yake tunaenda kutengeneza mgogoro mkubwa kati ya wananchi na viongozi. Lakini ninachokiona tunaenda kutengeneza picha ngumu sana kwa wananchi, na mgogoro mkubwa tunaenda kutengeneza kati ya chama na serikali. Ambapo Chama cha Mapinduzi najua ni chama kinachofuata utaratibu. Sidhani kama wanaweza kufanya vitu bila kufuata utaratibu kama ilivyokuwa hapa sasa hivi. Lakini mimi niseme neno moja tu. Huu uwanja mwenye hati ni CCM. Na sisi ni watoto wa CCM. Huku ni serikali na mipaka imewekwa. Kwa hiyo waheshimiwa wenzangu, mimi naomba hiki kitu tukitatua kwa hakina sana. Na hata ukirudi kwenye makablasha yetu ndani hakuna barua ambayo imeconsign kumsema kwamba mwekezaji ni fulani. Kwa hiyo tunaamini mpaka sasa mwekezaji ni Chama cha Mapinduzi. Kwa mimi nishauri kitu kimoja kwamba turudi ndani kwenye kikao chetu cha ndani. Sisi kama waheshimiwa madiwani ni baraza na wataalamu wetu, tutamshauri CCM kwamba kuna 1 2 3. Kwa wito wangu mwingine kwamba jamani, ndugu zangu, mimi niwaambie tu kitu kimoja. Hapa hakuna mwekezaji. Hakuna document yote ambao wanatuambia maafisa ardhi au maafisa wetu kwamba kuna mwekezaji. Hakuna mwekezaji. Kwa hiyo anayefanya kazi hii ni chama na sisi wenyewe ni watoto wa chama. Kwa hiyo niombe tu kwamba niwatake tu lai kwamba niwaombe, tunakwenda kwenye kikao chetu, tutamfuata chama tukashauri kwamba bwana 1 2 3, kama unataka kubadilisha matumizi basi fuata utaratibu wa kubadilisha matumizi ya hili eneo.